Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya 5 ya mwaka A wa Kanisa. Wazo linalotuongoza katika Dominika hii ni ninyi ni chumvi, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 58 aya ya 7 hadi ya 10. Na somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto, ile sura ya 2 aya ya 1 mpaka ya 5. Na injili ni injili ya Mathayo, ile sura ya 5 aya ya 13 hadi ya 16. Ndugu zangu, naomba tuendelee vizuri katika tafakari yetu ambayo ukiangalia kwa undani kabisa imeanza Dominika iliyopita ya 4 ya mwaka A wa Kanisa. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu tuendelea na mafundisho au hotuba ya mlimani katika injili ya Mathayo. Tulisikia baada ya Yesu kuona makutano, anaketi mlimani na anaanza kufundisha. Tulisikia akitoa mwongozo wa namna ya kuishi au kusafiri katika ulimwengu huu ili kuweza kurithi au kufika vema katika nchi yetu ya ahadi, yaani Yerusalemu ya mbinguni. Alitoa misingi au miongozo mikuu 8 ambayo tukifuata vizuri tutafika vema katika Yerusalemu ya mbinguni. Misingi hii tulisikia inaenda kinyume kabisa na matarajio ya ulimwengu. Inapingana kabisa na mtazamo wa kibinadamu. Mwanadamu anapokusingizia, anapokuudhi, anapokudhihaki, anapokutesa, anapokuogopesha au kukudhurumu, akiamini kuwa amekumaliza, Mungu anatazama na kusema heri, 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 heri. Mungu anatazama na kusema furahi, 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 kwa maana thawabu yako ni kubwa mbinguni. Hivyo mwanadamu anavyotazama na Mungu anavyotazama ni tofauti. Heri, furahi, shangilia. Tulisikia katika Dominika iliyopita. Leo sasa Kristo anageukia wafuasi wake, watu wake wa karibu. Yawezekana walikuwa wameketi wakimzunguka, na hao kwa kuwa walikuwa karibu naye walikuwa na uwezo wa kutazama mkutano na kumsikiliza kwa umakini kabisa. Anageukia, anawaambia, ninyi ni chumvi, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ndugu zangu, huu ni utambulisho mpya, huu ni mwaliko mpya kuwa Kristo anawatazama wafuasi wake kwa mtazamo huo, na anataka wao wajitazame vivyo hivyo, watambue kuwa wao ni chumvi, wao ni nuru. Ili kuweza kuelewa dhana nzima hii ya chumvi na nuru, hebu tuchambue vizuri masomo yetu katika Dominika hii. Nilisema mwanzoni, somo la kwanza kutoka kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 58 aya ya 7 mpaka ya 10. Ni somo ambalo linatoka katika sehemu ya 3 ya kitabu cha nabii Isaya. Hiki kilikuwa ni kipindi kati ya mwishoni mwa karne ya 6 hivi na mwanzoni mwa karne ya 5 kabla ya Yesu Kristo. Hii ilikuwa ni baada ya utumwa wa Babiloni. Wana wa Israeli au Wayahudi wamerudi katika nchi yao, ila hali ya maisha haikuwa nzuri. Maisha yalikuwa magumu sana. Umasikini ulikuwa mkubwa kati ya watu. Wenye nacho waliwanyonya wasiokuwa nacho. Wenye nguvu au madaraka hawakuwatendea haki wanyonge. Watu walikuwa wanakosa mpaka mlo. Wengine walikuwa wanatembea uchi. Wengine hata sehemu ya kulala ilikuwa ni matatizo. Hivyo kwa kuwa wao walikuwa wanamwamini Mungu aliyewatoa katika utumwa, kupitia matatizo haya kuliwafanya imani yao kwa Mungu ishuke. Imani yao kwa Mungu ilidhoofika. Hivyo nabii anajaribu kufufua tena upya na kuwakumbusha tena dini yao katika kile ambacho wanapaswa kufanya. Ndugu zangu, naomba niwaambie, moja ya masharti ya dini ya Kiyahudi ilikuwa ni kufunga.
Nabii anaeleza ukweli wa mfungo ambao unakubalika mbele ya Mungu na mbele ya watu. Mungu anawatazama wale wote ambao amewakomboa kutoka katika utumwa kama watoto wake, na kwa kuwa aliwasikia, na wale wote waliokombolewa hawana budi kuakisi huruma na upendo wa Mungu vile vile kwa wenzao. Mungu anawatazama wote kama watoto wake. Hivyo ndio maana nabii anawaasa, mfungo wa kweli ni ule ambao unaakisi huruma na upendo wa Mungu. Unaakisi kwamba Mungu amewakomboa, Mungu amewaficha aibu, Mungu amewavisha nguo, na wao wafanye vile vile, wawe nuru na chumvi kwa wengine. Hiyo ndiyo fungo ambayo Mungu anaipokea. Tumeisikia katika somo la kwanza. Somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto, ile sura ya pili aya ya kwanza mpaka ya 5. Paulo anamtangaza Yesu Kristo msulubiwa, Yesu Kristo ambaye ni nuru. Hili jambo si jepesi sana, anapitia ukinzani mkubwa sana, kwa sababu kwa hekima ya kibinadamu unaonekana ni upuuzi, lakini anawakumbusha kwamba kwa hekima ya Mungu ambaye inapita hekima ya mwanadamu, msalaba ni ushindi, kwa sababu Mungu anatumia vitu vilivyo dhaifu katika kutekeleza au kufanya makuu katika ulimwengu. Alitumia msalaba katika kumkomboa mwanadamu. Ni katika msalaba tunaweza tukaona nuru, ni katika msalaba tunaweza tukaonja uchumvi wa Mungu mwenyewe, na sisi tukauakisi unuru na kuakisi uchumvi kupitia msalaba. Ndugu zangu katika Kristo, ndio maana somo la tatu, yani somo la Injili, ni Injili ya Mathayo, ile sura ya 5 aya 13 mpaka ya 16. Yesu anazungumza wazi kabisa, ninyi ni chumvi ya dunia, ninyi ni mwanga wa ulimwengu. Kumbuka hili, asemi ninyi mmefanana na au mko kwa mfano wa kama mfano mwingine. Hapana, bali anasema ninyi ni. Tusisahau hilo. Ndio maana wazo letu la leo ni ninyi ni chumvi, ninyi ni nuru. Tukiwa na hilo wazo, naomba tafakari mawazo makuu madogo mawili na yenye nguvu na maana sana katika Dominika hii. La kwanza, wewe ni chumvi. Wewe ni chumvi. Naomba niwaambie kitu hapa naposema hivi. Watu wengi sana wanamfuasa Yesu Kristo. Watu wengi sana wanaishi katika ulimwengu huu. Watu wengi sana wanafanya siasa, wanafanya biashara, wanafanya kazi, wapo kwenye familia na wanatembea, lakini hawajui wao ni nani. Wengi wanatembea katika ulimwengu huu wakijidharau, wakijishusha, wakiiona si lolote, si chochote. Wengine ni kwa sababu ya familia wanazotoka, wengine mazingira waliokulia, wengine kwa sababu ya viwango vya elimu au kipato, wengine kwa sababu waliambiwa hivyo na watu wao wa karibu, na mbaya zaidi, wengine wamejiambia hivyo wao wenyewe. Yaani wamejidharau, hawajijui wao ni nani. Lakini ukweli unabaki kuwa ukweli. Ukweli ni upi? Ukweli ni kwamba wewe si vile woga wako unavyokuambia. Wewe si vile wasiwasi wako unavyoongea na wewe. Wewe si vile kushindwa kwako au maanguko yako yanapojiakisi ndani mwako. Wewe si tabia zako za zamani. Wewe si vile mtu mwingine anavyokuelewa katika historia yake ya maisha. Wewe ni vile Mungu anavyokuona na kukuelewa. Na Mungu leo kwa mamlaka anasema wewe ni chumvi ya dunia. Wewe ni chumvi ya dunia. Maana yake nini? Maana yake wewe kama chumvi umeumbwa kuwa ladha. Ya kwanza lazima uelewe hiyo. Umeumbwa kuwa ladha. Mboga isiyokuwa na chumvi haina utamu. Chakula kisichokuwa na chumvi hakina ladha. Umeumbwa kuongeza utamu katika ulimwengu huu. Umeumbwa kuongeza ladha katika maisha haya, ili watu wanaokuzunguka waweze kutambua hilo. Umeumbwa kuongeza utamu, taste fulani ya uchumvi kwa maneno yako,
kwa moyo wako wa huruma, kwa matendo yako, kwa utu wako, umeitwa kuongeza ladha. Usikatae na amini katika hilo. Kumbuka, mwandishi mashuhuri wa Kimarekani Maya Angelou anawahi kusema, watu watasahau yote ila hawatasahau jinsi ulivyogusa mioyo yao. Ule uladha ulioweka katika mioyo yao watu hawatasahau. Ladha ni nini? Ladha ni hisia. Ndio maana ukionja kitu kitamu, ni hisia ambayo inajengeka ndani mwako. Fanya watu, ndio maana wewe kama chumvi, fanya watu wahisi na wafurahie uwepo wako katika dunia hii unayoishi. Ukikosekana kazini, watu wakumisi. Ukikosekana nyumbani, watu wakumisi. Ukikosekana katika jumuiya, watu wakumisi. Ukiondoka, wakukumbuke kwamba jamani, tumepoteza mtu fulani ambaye alikuwa ni chumvi katika maisha yetu. Maandiko matakatifu yanasema, daima usemi wenu uwe na hisani na kukolea chumvi. Waraka wa Mtume Paulo kwa Kolosai, ile sura ya 4 aya ya 6. Maisha yako yaongeze ladha, yawe ladha, yaongeze utamu katika maisha ya wengine. Wewe ni chumvi, wewe ni chumvi, umeitwa kuwa ladha. Na jambo lingine, ukitaka kujua wewe ni chumvi maana yake nini, umeumbwa kutunza na kuponya. Katika ulimwengu huu wewe ni chumvi, umeumbwa kutunza na kuponya. Kazi ya chumvi zamani zile za kale, hata katika jamii zetu za Kiafrika, ilitumika kutunza vitu visiharibike. Katika ulimwengu huu ulio hatarini kuharibika kwa rushwa, mauaji, utekaji, unyanyasaji, roho mbaya, ushirikina, visasi, vita, unaitwa na Mungu, wewe ni chumvi, tunza haki na amani. Katika familia ambazo ziko mbioni kugawanyika na kuharibika na kupotea kabisa kwa sababu ya vitisho, dharau, mafarakano, chuki, manyanyaso ya kiuchumi na kihisia, umeitwa kuwa chumvi, kutunza upendo. Tunza kuwa upendo. Katika nafsi ambazo ziko mbioni kugawanyika ndani kwa sababu ya mkato wa tamaa, vilio, majuto, umetumwa kuwa faraja kwao, kuwa faraja. Naomba niwaambie kitu. Tulipokuwa wadogo tukiumia, mama zetu walikuwa wanatuwekea chumvi, japo ilikuwa inauma, ila damu ilikuwa inakata na tulikuwa tunapona. Naomba nikwambie, umetumwa vile kuponya ulimwengu huu. Ulimwengu tunaoishi na vidonda vingi sana. Lazima tuelewe, mioyo ya watu inavuja damu, nafsi za watu zina majeraha. Watu wanaishi vile basi tu, hawana namna, hawana wa kuwaponya, hawana wa kuwasikiliza, hawana wa kuambia pole. Umeitwa kuponya, umeitwa kufariji, umeitwa kuleta hali fulani ya kukata damu ambazo ziko katika mioyo ya watu. Watu wengine wanapitia ulemavu, wana magonjwa, wana historia za kutisha. Ni kuombe kuwa chumvi kwao, kuwa chumvi kwao. Familia nyingi, japo wengi hawasemi, zina makovu, zina misumari ya usaliti, uzinzi mwajeruhi walio wengi, vidonda kila siku. Badala ya kupona katika familia za walio wengi, bado vinazidi kuongezeka. Watoto wanaangalia, hawana cha kufanya. Baba, ni kuombe katika familia, mponye mkeo, kuwa chumvi. Mama, ni kuombe katika familia, kuwa chumvi, mponye mmeo, kuwa chumvi. Futaneni machozi, ponyanyeni, ili watu wakiwaona waseme, aisee, hii mioyo inayovuja baba ameiponya, mama ameiponya. Ni kuombe sana sana, kuwa chumvi kwa mke wako, kuwa chumvi kwa mme wako, kuwa chumvi kwa watoto wako. Tunaweza tukasema ni familia tu, lakini twende katika jumuiya na asasi zetu au kwenye ofisi, tuseme inatosha basi, tuseme inatosha. Tuwe chumvi, tuponyane, tusiumizane, tufichiane au tutunziane aibu zetu, udhaifu wetu. Jumuiya nyingi, ofisi nyingi,
Chumvi zimepungua. Watu ambao ni chumvi wamepungua. Tumekuwa watu wa midomo sana, maneno sana, ambayo yanaharibu na kusababisha wengine wanaishi na vidonda sana. Watu wanaharibiana heshima, kuharibiana utu, kuharibiana kazi, kuharibiana fursa. Jamani, tuseme inatosha. Kila mmoja awe chumvi katika nafsi ya mwingine ambaye anafanya naye kazi. Mtunzie heshima yake, mtunzie utu wake. Kila mmoja ameingia katika hiyo ofisi kwa kuhangaika na maisha yake na kwa ajili ya familia yake na watoto wake na malengo yake ya baadaye. Usiwe sababu ya vita, usiwe sababu ya majeraha katika nafsi yake, bali amini, japo akwambii, anapitia mengi, anakuja ofisini, anafanya kazi, anapambana sana. Kwa hiyo wewe usisababishe majeraha kwake, bali kuwa sababu au sehemu ya kumponya na faraja kwake. Kuwa chumvi, kuwa chumvi. Usiseme umechoka, usiseme umechoka, kuwa chumvi. Usiseme umechoka kwamba watu wamezidi na nini. Hapana. Edmund Burke, mwandishi mmoja mashuhuri sana, alisema hivi: jambo moja la uovu kushamiri ni kwa watu wema kutofanya kitu. Chumvi popote inapowekwa lazima ifanye kitu. Wewe kama chumvi, fanya kitu. Umeumbwa kuwa ladha, umeumbwa kutunza, umeumbwa kuponya. Basi fanya hizo kazi. Inaumiza sana, inasikitisha sana pale Mkristo anapojeruhi. Ni kuombe sana, chumvi wako usipotee. Tumesikia uchumvi ukipotea, chumvi ikipoteza ladha haifai zaidi ya kutupwa na kukanyagwa. Ndugu yangu, ni kuombe sana, usipoteze uchumvi wako, kwa sababu utakuwa huna maana. Sasa utakuwa huna maana, watu watakudharau, watakuona ufai kwa maneno yako, kwa mdomo wako, kwa kusingizia watu, kwa kufanya familia iteketee. Jaribu uchumvi ofisini usipotee, majumbani usipotee. Baba, nikuombe tena, narudia tena, uchumvi ukipotea utalia. Mama, uchumvi ukipotea katika familia utajutia. Omba sana usipotee, ukawaza kwamba aisee, kipindi kile ingekuwa hivi. Ukisema ninge, maana yake uchumvi umepotea katika maisha yako. Ladha hii ya maisha yako, utamu wa maisha, usiupoteze. Hata katika nafsi yako mwenyewe, omba sana ladha isipotee ndani mwako, ukaanza kujiraumu, ukaanza kujutia. Kama kuna sehemu unaelekea ambayo unahisi itapoteza ladha ya maisha yako, shtuka mapema, anza mapema, anza upya, rudi nyuma, kwamba unapoteza uchumvi, kwa sababu ladha yako katika ulimwengu huu ikipotea, watu wataona, watakukanyaga, utakuwa hauna maana tena. Wewe ni chumvi ya dunia, wewe ni chumvi ya dunia. Wazo la pili la mwisho, wewe ni nuru ya ulimwengu, wewe ni nuru ya ulimwengu. Wakristo wenzangu, naomba tutembee na hili kichwani. Naomba niwaeleze sana, tembea na hili kichwani. Naomba hii kauli, wewe ni nuru, wewe ni nuru, irudie tena na tena kila siku ya maisha yako. Ukiamka asubuhi, iambie mimi ni nuru. Ukitembea, mimi ni nuru. Na ukikutana na mtu mkaongea, akakuelezea maisha yake, akakwambia kwamba nisioni chochote, sioni mbele, mwambie hapana, hauna haja ya kuona, wewe ni mwanga, wewe ni nuru. Ukikutana na yule ambaye anakwambia amekata tamaa, anayeamini kwamba mbele yake kuna giza tu, anayeamini kuwa hakuna kesho, mwambie wewe ni nuru. Ukikutana na mtu anayeamini kuwa hatopiga hatua, anayeamini kuwa Mungu amemwacha, anayeamini kuwa yeye ni wa kukosa tu, anayeamini kwamba amelaaniwa, anayeamini kwamba kuna mtu au nguvu fulani inamzuia yeye kupiga hatua, imefunga milango yake ya maisha, kuna nguvu fulani imefunga milango, mkumbushe, mwambie hapana, wewe ni nuru. Ukutana na mtu anayeamini kuwa mitihani ya maisha hii anayopitia hatavuka,
ndio itakuwa mwisho wake. Anayeamini kuwa hatapata kazi tena, hatapata mtoto tena, biashara haitosimama tena, mwambie hapana. Wewe usisahau kauli ya Yesu ya mamlaka, wewe ni nuru ya ulimwengu, wewe ni nuru. Mwambie asikie. Mungu anasema tena na tena, wewe ni nuru, wewe ni nuru, wewe ni nuru. Neno la kwanza naomba niwakumbushe, katika uumbaji la Mungu alisema mwanga uwe, mwanga uwe. Na leo Mungu anasema wewe ndio mwanga, wewe ndiye nuru ambayo inaondoa giza, wewe ni nuru. Kasoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 1 aya ya 3. Hili ni tamko la kimamlaka. Maana yake Mungu anataka kusema nini? Umeumbwa kushaini, umeumbwa kuangaza. Amini usiamini, umeumbwa katika ulimwengu huu kuwa juu, umeumbwa kufanikiwa, kuonekana, kupiga hatua. Elewa hilo na likusaidie. Giza la changamoto la maisha lisikufunike, umeumbwa kushaini. Giza la maoni ya watu lisikufunike, shine. Giza la mitazamo ya watu lisikufunike, shine. Giza la aibu lisikufunike, shine. Giza la hofu lisikufunike, shine. Kumbuka Yesu anasema watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kinara, nayo huangaza wote waliomo ndani. Injili ya Mathayo ile sura ya 5 aya ya 15. Angaza, angaza, angaza. Wewe ni nuru, umeumbwa kushine, umeumbwa kuangaza. Angaza katika familia, angaza katika biashara, angaza ofisini mwako, angaza katika maisha yako. Amini tena na tena. Usione aibu kutumia karama, vipawa, nguvu zako, neema na vyote Mungu alivyokujalia kung'ara, kushine. Acha watu waseme shine, ng'ara, ng'ara. Acha ulimwengu ukuone, wacha ulimwengu ukutambue bila mashaka yoyote, na ulimwengu useme huyu ni nuru. Shine, shine katika sehemu yote utakayowekwa, sehemu yote utakayowekwa. Katika siasa shine, katika biashara shine, katika ng'ara, ng'ara katika chochote unachokifanya. Hata kama kazi inaonekana ni ya kawaida kabisa, kumbuka mimi ni nuru. Ukiwa unafanya chochote kile, ukiwa unatembea katika maisha haya, sema mimi ni nuru, mimi ni nuru. Kauli hii ikae ndani mwako. Ukikaa tu pia, mimi ni nuru, mimi ni nuru, mimi ni nuru. Usije ukaruhusu giza likakufunika lolote lile, usije ukaamini. Kwa sababu kwa nini nasema hivi? Kwa sababu elewa, wewe ni nuru. Umeumbwa sio tu kushaini, umeumbwa kufukuza, umeumbwa kubadilisha. Maandiko matakatifu yanasema, kwa maana Mungu aliyesema nuru iangaze kutoka gizani, ndiye aliyeangaza mioyoni mwetu. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Korinto ile sura ya 4 aya ya 6. Elewa, nuru haifanyi mazungumzo na giza, bali inalifukuza. Nuru haifanyi mazungumzo na mazingira, bali inayabadilisha. Amini, umeumbwa kubadilisha ulimwengu, umeumbwa kufukuza giza. Mungu anasema wewe ni nuru. Mungu naye aliyesema yeye ni nuru amekuumba wewe kama nuru ili fukuza giza la ujinga kwa elimu yako. Pambana, soma. Fukuza giza la umaskini kwa mapambano na kufanya kazi. Wewe ni nuru, wewe ni nuru, elewa hilo. Fukuza giza la kushindwa kwa kuinuka tena. Anguka mara 99, inuka mara 100. Jaribu biashara hii, ikishindikana jaribu nyingine. Jaribu kazi hii, ikishindikana jaribu nyingine. Umeitwa kufukuza giza la umaskini kwa kusimama tena. Umeitwa fukuza giza la dhambi kwa kuungama na kukiri. Fukuza giza la uonevu kwa kutangaza haki. Fukuza giza la msongo wa mawazo kwa kujiamini. Wewe ni nuru. Fukuza giza la woga kwa ujasiri. Fukuza giza la ubinafsi kwa kuwasaidia wengine. Fukuza giza la uongo kwa kusoma katika kweli. Huenda usilijue hili, huenda usielewe hili, ila Mungu amekuumba kuwa mwanga. Mungu amekuumba kuonyesha njia kwa wengine. Mungu amekuumba kufungua milango ya fursa, inawezekana hata kwa familia yako. Wewe ni nuru, wewe ni nuru. Mungu amekuumba ili ulimwengu kupitia wewe umuone yeye aliye juu na umtukuze. Ndio maana tumesikia anasema, vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu, ili watu wapate kwa matendo yenu
watu wapate kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni. Tumesikia ile Injili ya Mathayo ile sura ya 5 aya 16. Kupitia wewe watu wamuone Mungu. Ndugu zangu, tembea, jiambie wewe ni nuru, wewe ni nuru, wewe ni nuru. Nikuombe nini? Nikuombe nini? Kitu cha mwisho, usiogope kujitoa sadaka ili uwe nuru, kwa sababu ndani mwako unahisi unuru. Kumbuka, usiogope kujitoa sadaka. Nuru yoyote ile, mwanga wowote ule, lazima ukubali kujitoa sadaka. Mshumaa unatoa nuru, lakini unateketea. Kubali kuteketea. Uteketaji wake ni sadaka. Sadaka lazima utoe, utake ustake. Sadaka ya kuchukiwa, sadaka ya kusemwa vibaya, sadaka ya kusingiziwa, sadaka ya kuonekana kikwazo. Watu watakuona kikwazo, lakini wewe kuwa ni nuru. Kumbuka, toa sadaka. Wewe ni nuru, ni nuru, ni nuru katika maisha, ni nuru. Acha watu wakuchukie, acha watu wasikupende, acha watu wakudhanie vibaya. Kwa mafanikio yako ni nuru, nuru. Amini, elewa hili. Giza lolote lile halitaweza kukupokea. Giza lolote lile halitaweza kukuelewa. Giza lolote lile halitakukubali. Giza lolote lile halitakupenda. Hautapendwa ofisini, hautapendwa kwenye siasa, hautapendwa majumbani, hautapendwa katika biashara, hautapendwa katika jamii, kwa sababu wewe ni tishio. Watu walio katika giza wanaogopa mwanga. Watu waliozoea kuishi katika uongo wanaogopa ukweli. Kwa hiyo wewe ukisimama katika kweli utakuwa ni tishio na watu watakuogopa. Simama, wewe ni nuru. Watu wamezoea uvivu, ila wewe ukisimama na kuchapa kazi, watu wataogopa. Inakuwaje? Usipate wasiwasi, simama. Ukiwa mtu wa nidhamu sana, watu watakuona ni kama, mbona wewe ndani na sisi, hajui maadili hapa, hajui taratibu za hapa. Watu washazoea mkato. Simama katika haki, watu watakuchukia. Elewa kwa nini unakuwa tishio. Sio ya kwanza, hata Yesu Kristo mwenyewe katika Injili ya Yohane ile sura ya 1 aya ya 4 mpaka ya 5 inasema, na mwanga huo uliangaza gizani, lakini giza halikuupenda, wala giza halikuupokea. Giza haliwezi kupokea, kwa sababu mwanga ni tishio, na utakuwa tishio. Lakini simama. Umeumbwa, kumbuka, umeumbwa kuwa chumvi, kutia ladha katika maisha ya watu, kuponya na kutunza. Lakini kikubwa, umeumbwa kushaini, umeumbwa kuwa mwanga. Simama juu, simama juu, simama juu katika yote. Nikuombee leo, Mungu akujalie kushaini katika chochote kile unachokifanya. Mungu akujalie kuinuka na kuangaza katika chochote kile ambacho unatia mkono wako. Mungu akujalie kuwa mwangaza na kushaini katika biashara unazozifanya. Mungu akujalie kushaini ofisini kwako. Mungu akujalie kushaini katika biashara zako. Mungu akusaidie, akubariki kushaini katika malengo yako yale ambayo unayatamani. Mungu akubariki na kujalia kushaini katika nafsi yako na familia yako. Tembea kama nuru sasa na hata milele. Amina. Mungu awabariki sana. Tumsifu Yesu Kristo.